Mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 10 na mada ambayo tunaangazia katika juma hili ni Yoshua wa kweli, ikiwa ni katika wiki ya Novemba 29 hadi Disemba 5, na kama ilivyo ada, kabla ya kwanza tutampisha mwalimu Antoni aweze kualika uwepo wa Roho Mtakatifu kupitia kwa njia ya ombi. Karibu mwalimu. Asante, tuweze kuomba. Tunakushukuru Mungu, asante kwa kuwa pamoja nasi. Asante kwa fursa nyingine ya kuweza kujifundisha neno lako. Enda ukawe pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi, akaweze kutufundisha Biblia na neno lako sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza, sura ni ya 10, aya ni ya 11. Wakorintho wa kwanza 10:11 inasema hivi: basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiliwa na miisho ya zamani. Mwalimu, ninaona kwamba kuna mifano ambayo imeandikwa, na lengo la mifano hii mwalimu ni kufanya nini? Kusoma mwalimu, kusoma kutokana na hiyo mifano. Naam, na kama vile ambavyo tumesoma katika fungu elekezi ni kwamba inatuonya. Sababu ya kutuonya sisi ni kwa sababu tuko katika zamani za mwisho. Bila shaka mwalimu, kwa hivyo lazima tuende kule nyuma ili tuweze kuona ni kipi ambacho kilitokea ili tukajifunze. Mwalimu, vile vile unaposoma katika kitabu ni cha Warumi 15:4 Warumi nasema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Mwalimu, kwa hivyo inatufundisha kuwa na tumaini. Naam. Na vile vile tunaona kwamba inatuonya. Kwa hivyo mwalimu, tutaweza kuangalia kwa kina, mapana na marefu Yoshua wa kweli. Naam. Ili tuweze kujua ni typolojia gani ambayo tunaweza kujifunza. Tukirudi katika Agano la Kale, na tukikuja katika Agano Jipya, na tutakapokuwa tukiangazia hata miisho ya ulimwengu huu, ni kipi ambacho tunaweza kujifunza kutokana na kisa cha Yoshua. Mwalimu, tumeweza kuona kwamba kuna baadhi ya mifano ambayo imetolewa pale ambapo tunazungumzia Kanani. Tunajua ni nchi ya ahadi. Na tukijana tuliweza kusema kwamba sisi ni wafungwa wa tumaini, tukiwa na tumaini kwamba Yesu Kristo atakuja kutukomboa ili aweze kuturidhisha ahadi ambazo aliwaapia mababu zetu. Mwalimu, kwa hivyo tunaweza kuona kwamba kuna mambo ambayo yanajitokeza katika Agano la Kale, kama vile nchi ya Kanani ikiashiria nchi mpya ambayo tutakuja kurithi. Vile vile tunaona patakatifu pa kidunia panaashiria patakatifu pa mbinguni. Vile vile mwalimu, katika Agano la Kale tunaona kwamba kulikuwa na mfumo wa kafara. Mfumo wa kafara ulikuwa ukiashiria nini? Kifo cha Yesu Kristo. Vile vile tunaona kwamba katika zile zama za kitambo kulikuwa na makuhani ambao walikuwa wakiashiria kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yamejengeka katika Agano la Kale ambayo tukiyasoma yanatupeleka mbele, yanakuja kupata utimizaji wake katika Agano Jipya, na vile vile yanazidi kwenda mbele kutimizwa mpaka pale ambapo tutakaporithi ahadi ambazo tuliahidiwa. Siku ya Jumapili ni uainishaji wa kibiblia. Mwalimu, unajua tutakuwa tukiangazia mambo ya typolojia. Pengine nikuulize swali, mbona tuweze kujifunza typolojia? Mwalimu, kama vile tumeweza sema ni ili tuweze kujifundisha kutokana nayo. Sababu tumesema ya kwamba mambo ambayo yaliweza kuandikwa na manabii wa kale kwa Agano la Kale yalikuwa mambo ambayo ni kivuli ambayo yangekuja baadaye, ambayo kwa sasa tunasema ni Agano Jipya. Mwalimu, kwa mfano tukiangalia pale katika kitabu chake cha Zaburi 22:1 tunakutana na mtumishi wa Mungu akisema, Mungu wangu, mbona umenisahau? Hiyo maneno tunakuja tena kukutana nayo katika Mariko, pale Yesu pia anasema hivyo hivyo. Kwa hivyo mwalimu, pia kwa ubatizo tunaona pale katika Wakorintho wa kwanza 10 wana wa Israeli wanaweza kupita katika bahari ya Shamu
wanaweza kubatizwa pale. Ilikuwa ishara ya kwamba Yesu angekuja kudhibitisha ubatizo, sababu tukikuja kwa Yohana nayo tunapata Yesu akifanya nini? Akibatizwa. Kwa hivyo ni kuoanisha mambo ya yale yalikuwa yalitendeka ya kale, kama vile wana wa Israeli walisafiri jangwani miaka kadhaa. Nasi pia tunakuja kuwa wana wa Israeli wa siku hizi, tunatembea katika jangwa ya dunia tukitarajia Kanaani ya mbinguni mwalimu. Naam. Mwalimu, nilipokuwa najifunza niliona mbona typolojia, nilipata jawabu mbili. Jawabu la kwanza mwalimu, sijui kama utatupatia, kitabu ni cha Mhubiri 3:15. Kitabu chake cha Mhubiri 3:15 nasema, yale yaliyoko yamekuwako na haya yatakayo kuwako yamekwisha kuwako, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Mwalimu, kwa hivyo Mungu anatafuta mambo yaliyopita. Na kwa hivyo hakuna kitu kigeni katika nchi hii, ama hakuna kitu kigeni katika ulimwengu huu. Kwa hivyo mwalimu, tutakapokuwa tukiangalia historia ya wana wa Israeli, tunajua yale mambo ambayo yalitokea, yatatokea na yatazidi kuwepo. Kwa hivyo ni vizuri tuweze kupata mafunzo kutokana na pale, kwa sababu hakuna kitu kipya katika dunia hii. Jambo la pili mwalimu, niliweza kuona kwamba maandiko yanamfunua Kristo. Mwalimu, tupatie Yohana 5:39. Yohana 5:36 inasema hivi. Yohana 5:39 inasema hivi. Mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Mwalimu, maandiko yanamshuhudia Kristo. Kwa hivyo tutajaribu kuangalia tuweze kuona, je, maandiko haya yanaweza kumshuhudia Kristo kwa njia ipi? Mwalimu, tunapokuwa tukiendelea kuangazia siku ya Jumapili, tunaona kwamba Agano la Kale linafunguliwa na Agano Jipya. Kwa hivyo yale ambayo yamenenwa katika Agano la Kale yanapata utimizwaji wake katika Agano Jipya. Kama vile ambavyo tunajua yule mwana kondoo aliyekuwa akichinjwa katika Agano la Kale ilikuwa inamlenga nani? Yesu Kristo, ambaye angechinjwa kwa sababu ya dhambi za ulimwengu. Mwalimu, kama vile ambavyo tumeweza kuona, tunaona kwamba uainishaji, ukipenda typolojia, ni tafsiri mahususi ya watu, matukio au taasisi inayomwonyesha Yesu au mambo mengine halisi yaliyomo katika Injili. Aina hiyo inalingana na kitu halisi kama kielelezo au umbo tupu linaloakisi umbo la asili, hata kama kile kilicho halisi kinatimiza kikamilifu madhumuni ya ule mfano. Kwa hiyo aina au mfano wa kibiblia uliundwa kulingana na muundo wa Mungu ambao ulikuwa umekuwepo kwa uthabiti au kimawazo katika maoni ya Mungu, na unatumika kuunda nakala za siku zijazo. Mwalimu, kitambo, sasa, ikituelekeza kwa siku zijazo. Mwalimu, kuna mfano mmoja ambao umetupatia, sijui kama utasoma katika kitabu ni cha Zaburi 22:1. 22:1 nasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mwalimu, nani alizungumza haya maneno? Mungu Daudi. Mtumishi wa Mungu anasema kwamba Mungu wangu, mbona umeniacha. Kwa hivyo hili lilitokea kihalisia kwa Daudi. Lakini tunaposoma Daudi mpya ambaye tutapata katika kitabu ni cha Yeremia 23:5, tuweze kuona Daudi mpya ni nani. Linasema, tazama siku zinakuja, asema Bwana, nitakapo mchipushia Daudi chipukizi la haki, naye atamiliki mfalme, atatenda kwa hekima, naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Mwalimu, hii inamrejelea nani? Kristo. Kwa hivyo tumeanza na Daudi ambaye alikuwa ni mtu halisi. Na kulikuwa na tukio halisi la yeye kusema Mungu wangu, mbona umeniacha. Lakini sasa tunapelekwa kwa Kristo, Yesu Kristo. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Yohana 19:24, tuweze kuona tena Daudi halisi aliyekuwa amewakilishwa awali. 19:24. Yohana 19:24 nasema, basi wakaambiana, tusipasue, lakini tupigie kura iwe ya nani
hili litimia andiko lile lililo neno, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Mwalimu, kwa hivyo kitendo hiki ambacho maaskari hawa wanafanya cha kutorarua nguo na kuzipigia kura, naam, kilikuwa kimenenwa kwa Zaburi. Ni kitendo ambacho kimenenwa katika Zaburi. Kwa hivyo mwalimu, tunaona hakuna kitu kipya katika dunia hii mwalimu. Kwa hivyo kile ambacho kilikuwepo bado kipo, na tunazidi kujifundisha vile ambavyo Biblia inajieleza yenyewe. Naam. Biblia ina ufunguo wake mwenyewe. Mwalimu, kwa kuangalia aya hizi tunagundua kwamba Agano la Kale lenyewe linatoa ufunguo wa kutambua na kutumia mifano katika maandiko. Yaani waandishi wa Agano Jipya ambao maandiko yao yalikuwa lile Agano la Kale walivuviwa na Roho Mtakatifu kutumia mifano ya Agano la Kale kufunua ukweli wa leo. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Petero wa pili, sura ni ya 1 aya ni ya 12. Petro wa pili 1:12 nasema, kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote, ijapokuwa mnayajua na kudhibitishwa katika kweli mlio nayo. Mwalimu, kwa hivyo kuna kukumbushwa. Naam. Na ndiposa tuna hizi mifano ambazo zinatukumbusha. Naam. Mwalimu, mtu anapokukumbusha anataka ni kipi ambacho anajaribu kufanya? Usisahau mwalimu. Mtu anaposisitiza kwamba kumbuka kitu fulani, ni kumaanisha kina maana sana. Na mwalimu, kwa hivyo tunaona kuna matukio halisi ambayo yalitokea, ambayo yanakuwa ni matukio tena ya kinabii. Kwa njia fulani kujifunza Biblia si tofauti na kuunganisha mchezo fumbo mkubwa. Ukiunganisha vipande viwili au vitatu pamoja, haiwezekani kutambua picha nzima. Huenda katika vipande hivyo viwili au vitatu unaweza kuona farasi, na kwa hiyo unahitimisha kwamba unaunganisha picha ya farasi, lakini vipande vichache zaidi vinafunua kuku na ng'ombe. Kisha baada ya kukusanya mamia ya vipande unaweza kuona hatimaye kwamba umekuwa ukishughulika na picha ya mandhari ama sura ya nchi ambayo inajumuisha jiji, shamba na safu za milima kwa mbali. Mwalimu, kwa hivyo hii ni kujaribu kutuhimiza kwamba lazima tuweze kuacha Biblia ijifunue. Tukisoma katika Agano la Kale, yale ambayo yanakaa ni kama fumbo yanakuja kufunuliwa katika Agano Jipya. Kwa hivyo ili kuelewa Biblia, hatuwezi tukatupa Agano la Kale tukasema kwamba hiyo iliandikiwa Waisraeli. Mwalimu, maandiko yote tumesema kwamba yamevuviwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ni vema kuweza kujifunza Biblia nzima bila kuchagua na kusema hii imevuviwa, hii haijavuviwa, hii imepitwa na wakati ama hii haijapitwa na wakati, kama ilivyo kawaida ya watu wengi ambao wanajaribu kukwepa vitu fulani pengine ambavyo tunawazungumzia moja kwa moja. Bila shaka. Mwalimu, tutakwenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo ni mfano na halisi. Agano Jipya linafungua utimilifu ulio halisi wa mfano katika awamu 3 tofauti. Ya kwanza ni katika maisha ya Kristo ama utimilifu wa Kikristo. Jambo la pili katika uzoefu wa kanisa ama utimilifu wa kikanisa, na 3 mwisho wa kanisa ama mwishoni mwa wakati, ukipenda ni utimilifu wa eskatolojia. Tunaweza kupata mifano na uhalisia ulio neno la Mungu linafundisha kuhusu Yesu, wokovu na tumaini kuu tulilo nalo. Mwalimu, tutaangalia mfano mmoja wa Israeli ili tuweze kuona kwamba kuna mfano na kuna halisi. Tuende katika kitabu ni cha Mathayo 2:15. Mathayo 2:15 nasema, akakaa huko hata alipokufa Herode, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nalimuita mwanangu. Kutoka Misri nalimuita mwanangu. Kwa hivyo Yesu hapa anakuwa anahusishwa na Israeli. Ukipenda Yesu anaitwa Israeli kwa sababu unaposoma katika kitabu ni cha natumaini Kutoka 4:23 mwalimu. Kutoka 4:23. Naam. Ina mstari wake 24 unasema,
nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa aende, ili apate kunitumikia, nawe umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamuua mwanao mzaliwa wa kwanza wako. Kwa hivyo Israeli anaitwa kama mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Na tunajua Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Kwa hivyo tunapata kwamba awamu ya Kikristo ambayo tunakuja kupata kwamba inatimizwa kwa Yesu Kristo. Bila shaka. Yeye amefahamika ama ameitwa Israeli. Mwalimu, awamu ya kikanisa tupe Wagalatia 6:16. 6:16 Galatia inasema hivi: na wote watakao enenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema. Naam, kwa Israeli wa Mungu. Israeli wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Mwalimu, katika Agano la Kale Israeli ilikuwa wale ambao Mungu alikuwa amewachagua ili waweze kuakisi tabia yake, ili Mungu waweze kufundisha tabia yake. Lakini sasa tunapata kwamba katika Agano Jipya inakuja kukamilika kwa Israeli ya kiroho, ambayo ni wale wateule wa Mungu, ambayo ni kanisa. Mwalimu, tupe kitabu ni cha Ufunuo 7:4. Ufunuo Yohana 7:4 inasema, nikasikia hesabu ya waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Israeli, watu 144,000. Kwa hivyo tunaona kwamba tunaweza kuona vile ambavyo Israeli inahusiana na mwisho wa wakati. Kwa hivyo tumeweza kuona vipengele hivi vitatu. Tumeweza kuona awamu ya Kikristo ikirejelea Kristo mwenyewe, awamu ya kikanisa ikirejelea kanisa, na awamu ya mwisho wa wakati ikirejelea vile ambavyo inahusianishwa na mwisho wa dunia. Kwa sababu maandiko yana mwandishi mmoja aliye Mungu, sehemu mbalimbali za maandiko zinadumu kukubaliana kila moja na nyingine. Mafundisho yote ya Biblia yatapatana kila moja na lingine. Ufasiri wa ibara moja moja utapatana na ujumla wa kile maandiko yanachofundisha kuhusu somo husika, kama vile ambavyo ulitusomea katika kitabu ni cha Isaya 28:10. Hapa kidogo kanuni juu ya kanuni. Tunaweza kujifunza mwalimu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni Yoshua na ni mfano. Mwalimu, sijui kama utasoma Kutoka 3:1-2. Kutoka 3:1-2 nasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Jethro, mkewe kuhani wa Midiani. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu, hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama, na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti akikuteketea. Basi akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Mwalimu, tupe Yoshua 2:1. Yoshua 2:1 inasema hivi: Joshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, nendeni mkaitazame nchi hii ya Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja, jina lake aitwa Rahabu, wakalala huko. Mwalimu, tupe Yoshua 1:1-3. 1:1 nasema, ikawa baada ya kufa kwake Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kwamba Musa aliongoza kizazi cha kwanza ambacho hakikuweza kuingia Kanani. Waliweza kufia jangwani, na ni kwa sababu ya kukausha vichwa. Na vile vile tunaona kwamba pale ambapo
pale ambapo Musa alimalizia kazi yake, anayeshikilia nafasi ile alikuwa ni Yoshua. Kwa hivyo wote wanaitwa na Mungu kuweza kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, kuwafikisha katika nchi ya Kanaani. Kwa hivyo tunaweza kuona mfanano huo mmoja. Wote waliweza kuitwa na Mungu, waliweza kujukumishwa katika kuwafikisha salama Israeli kutoka katika nchi ya utumwa. Mwalimu, jambo la pili ambalo niliweza kuliona hapa, kwa sababu tunajaribu kuona Yoshua mfano, na kumbuka unaposoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati mwalimu 18:15. Kumbukumbu la Torati 18. Naam, 15. 18:15 Kumbukumbu la Torati inasema hivi. 15 mstari wake inasema Bwana Mungu wako atakuondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye. Kwa hivyo ni Musa ambaye anawaambia wana wa Israeli kwamba Mungu alikuwa lete nabii miongoni mwa wao. Kwa hivyo wafanye nini? Wapate kumsikiza. Kwa hivyo tunaona kwamba wote waliweza kuchaguliwa na Mungu kama vile ambavyo tumesema. Musa aliweza kuvukisha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu. Vile vile tunaona kwamba Yoshua aliweza kuvukisha wana wa Israeli Yordani. Mfanano mmoja, na kama vile ambavyo ulisoma Yoshua 2:1, Yoshua aliweza kutuma wapelelezi waende kuipeleleza nchi ya Kanaani. Vile vile tuliweza kusoma kwamba Musa aliweza kuwatuma wapelelezi kuipeleleza nchi ya Kanaani. Musa aliongoza Israeli katika kuvuka bahari ya Shamu. Yoshua akawaongoza Waisraeli katika kuvuka kimuujiza Yordani. Viongozi wote wawili wanakumbushwa juu ya umuhimu wa tohara na umuhimu wa Pasaka. Maana inaanza kunyesha wakati wa Musa na inaisha na Yoshua. Wote wawili wanaamuriwa kuvua viatu vyao. Mkono ulionyoshwa wa wote wawili unaashiria ushindi wa Israeli. Musa anatoa maagizo ya kugawanywa kwa nchi na kuanzishwa kwa miji ya makabiliano. Yoshua anatimiza maagizo. Wote wawili wanatoa hotuba ya kuaga taifa na kufanya upya agano kwa ajili ya watu mwishoni mwa huduma. Maisha ya Yoshua yalikuwa sehemu ya utimilifu na unabii uliofanywa na Musa. Hata hivyo unabii uliotolewa na Musa haukutimizwa katika maana yake halisi kabisa. Katika maana yake halisi kabisa, unabii ungeweza kutimizwa tu na Masihi, yeye aliyemjua Baba na karibu sana. Yeye aliyekuwa wa kweli na aliyemdhihirisha Baba kwa uaminifu. Kwa kweli Mungu alitia maneno yake kinywani mwake. Hivyo maisha ya wote wawili ya Musa na Yoshua yanakuwa mifano ya Masihi aliyekuwa anakuja, Yesu. Mwalimu, tusomee Kumbukumbu la Torati 18:15. Kumbukumbu la Torati 18:15 inasema, Bwana Mungu wako atakuondoshea nabii miongoni mwa ndugu zako kama nilivyo mimi, msikilizeni yeye, kama vile ulivyotaka kwa Bwana Mungu wako huko Horebu siku ya kukusanyiko, ukisema, nisikieni tena sauti ya Bwana Mungu wangu, wala nisiuone tena moto huu mkubwa, nisije nikafa. Bwana akaniambia, wametenda vema kusema walivyosema. Mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayomwamuru. Kwa hivyo mwalimu, Musa na Yoshua walikuwa manabii vile tumesema, wametumwa na Mungu. Na Mungu ndiye alikuwa anaweka maneno katika midomo yao yenye wangeweza kusema, lakini hayangetimilika bila Yesu kuwako, ambaye ni yeye alikuja kutimiliza yote. Mwalimu, tusomee Luka 10:22 pale.
Luka 10:22 neno la Mungu linasema, akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila mwana, na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia. Kumbe mwana wa Mungu, Baba alituma mwanawe ili akuje kukamilisha yote. Sababu alimpea nguvu yote. Mwalimu, kumbuka Yesu anasema, nimepewa mamlaka yote duniani na mbinguni. Kwa hivyo Yesu alikuja ili aweze kutimiliza yale ambayo Musa na nabii wa Mungu Yoshua walioweza kuanzisha. Maana ni yeye sasa alikuja na ile neno moja kwa moja kutoka kwa babake ili aweze kukamilisha. Naam. Asante mwalimu. Tutakwenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumatano ambayo ni Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi. Mwalimu, na pengine tuweze kujiuliza, je, kiukweli Yoshua wa kweli ni nani? Na vile vile huyu Yoshua wa kweli atawafikisha watu wake katika nchi ya ahadi. Nani? Mwalimu, sijui kama una jambo la kuzungumzia kwa jambo hilo. Mwalimu, tukiangalia Yoshua wa kweli, yeye aliye halisi, tumekwisha tangulia kusema ya kwamba yule Yoshua aliyewavugisha wana wa Israeli mto Yordani alikuwa aweze kuwaleta wote kwa Yesu, alafu Yesu aweze kuwafikisha Kanani, ama aweze sasa kushikanisha wale wana wa Israeli wa kimwili na sisi wana wa Israeli wa kiroho, aweze sisi wote kutufikisha mbinguni. Na kumbuka mwalimu, Yesu anasema hawa wote hatapoteza hata mmoja. Mwalimu, Yohana 6:39 pale tusome. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa hivyo Yesu anasema hatapoteza hata mmoja, ataweza sisi wote kutufikisha siku ya mwisho. Mwalimu, kama vile tuliweza kuona pia wana wa Israeli, mwalimu, sasa I think ni vizuri tusome hiyo Wakorintho wa kwanza 2:12 mwalimu, ili tulete Yesu pia tuone, je, pia yeye alienda inahusiana aje na Yesu. Mwalimu, umesema kitabu gani? Mwalimu, nipo Wakorintho wa kwanza 11. Inasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Naam. Kwa hivyo tunaona wana wa Israeli, mwalimu, wote waliweza kupita kati ya bahari ili waweze kubatizwa. Mwalimu, tukikuja kwa Mathayo, tuende Mathayo 3:13 mpaka mstari wake wa 17 pale, tuone, je, Yesu na yeye anafanya aje kuhusu mambo ya kubatiza? Umesema Mathayo 3:13 pale. 3:13 Mathayo inasema, wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe. Kwa hivyo wana wa Israeli, mwalimu, walivuka Yordani, ama waliweza kuvuka bahari ya Shamu samahani, ili waweze kubatizwa. Wakabatizwa wote wakawa wa Musa. Ndio Yesu pia anaweza kuja kwa mtumishi wa Mungu Yohana aweze kubatizwa ili kukamilisha ule ubatizo wa wana wa Israeli, kuonyesha ulikuwa wa maana. Kile kilikuwa kivuli cha mambo ambayo Yesu angekuja kufanya baadaye. Kwa hivyo ubatizo wa Yesu ndio uliokamilisha jambo nzima la ubatizo wa wana wa Israeli pale. Nilipokuwa ninajifunza siku ya Jumatano, niliweza kupata kwamba jina Yoshua linamaanisha Mungu anaokoa. Naam. Mungu anaokoa. Sijui kama utatupatia kitabu ni cha Mathayo 1:21 ili tuweze kuona ni Mungu gani huyu ambaye anaweza kuokoa. Kwa lugha ya Kimombo wanasema God saves, ama wanasema Yahweh salvation. Nitasoma. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, inasema hivi, naye atazaa mwana, na utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Mwalimu, tunapata kwamba jina Yoshua linamaanisha Mungu anaokoa. Lakini alizaliwa Yesu ambaye alikuwa aje kuokoa watu. Alikuwa kuokoa watu kutoka wapi? Kwa dhambi, mwalimu. Kwa hivyo tunaona mchakato mzima unakuja kupata utimizwaji kwa Yesu Kristo. Na kama vile ambavyo ulisoma mwalimu katika kitabu ni cha Yohana
6:39, mwalimu, ni Yesu pekee ambaye anaweza kufufua. Naam. Mwalimu, hili yule Yoshua hangeweza. Naam. Kwa hivyo tunaona kwamba yule tu alikuwa katika huduma yake ilikuwa ikimrejelea nani? Huduma ya Yesu Kristo ama utume wa Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaweza iangalia, kwa kimombo wanasema thematic, yani kimaudhui. Naam. Kwa hivyo tunaona kwamba haya yote yanalenga Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona ni Yesu pekee ambaye anaweza kutuvukisha salama na kutufikisha katika nchi ya ahadi. Mwalimu, tunapoangalia Yoshua na sisi tunajua Yoshua kuna vita vingi ambavyo aliweza kupigana. Naam. Tunakumbana kwamba kulikuwa na Wafilisti, kulikuwa na Waamori, kulikuwa na makabila kama haya, kulikuwa na mataifa ambayo alikuwa pigane, na mara nyingi tunapata kwamba Kristo ndiye alikuwa akimpigania. Alikuwa anamwambia, wewe simama, wacha uone mkono wangu, nitakutangulia, fanya hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo tunaona kwamba Kristo ndiye aliyevipigana vita vya Israeli. Mwalimu, tunajua hata sisi tuko katika vita vya kiroho hivi sasa. Tunajua wema na uovu, pande hizi mbili zinashindana. Vita kuu mwalimu. Vita kuu vile ambavyo umesema, ama pambano kuu. Swali ni je, tutampatia Yesu nafasi aweze kutupigania kama vile alivyowapigania Israeli ya kitambo? Mwalimu, Yesu alipokuwa anawapigania walikuwa wakishinda, lakini pale walikuwa wanajaribu kupigana kwa kutumia nguvu zao wenyewe walikuwa wakishindwa. Mifano hii tumekuwa tukisoma katika robo hii na robo ambayo ilipita. Na vile vile hata sisi kitu ambacho tunaweza kujifunza katika siku ya Alhamisi ni tuweze kumpatia Yesu nafasi ya kuweza kupigana vita hivi vya kiroho. Mwalimu, tupatie kitabu ni cha Waefeso 6:10 hadi 12 tuweze kuona je, ni vita gani hivi ambavyo tunapigana, na je, ni vipi ambavyo tutaweza kutoa ushindi iwapo tunataka kushinda. Umesema Waefeso ngapi mwalimu? Mwalimu, tupo Waefeso 6:10 hadi 12. 6:10 Waefeso nitasoma, inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mwalimu, tunapotambua hili kwamba vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni vita vya kiroho, kuna jambo ambalo tunaweza kufanya. Mwalimu, soma 12 kushuka 13. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mumejifunga kweli viunoni na kuvaa diri ya haki kifuani. Mwalimu, kwa hivyo kuna kitu ambacho tunaelezewa kufanya. Ni kipi hiki? Kuvaa diri ya haki mwalimu. Mwalimu, 13 ikianza ilisema nini? Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Kwa hivyo tutwae silaha zote za Mungu ili aweze kutupigania. Binadamu peke yake hawezi, na mara nyingi binadamu anapojaribu peke yake anashindwa. Kwa hivyo ni shauku yangu kwamba utaweza kumpatia Mungu nafasi ili aweze kupigana vita vyako, kwa sababu ukienda peke yako mwalimu ni hakika utashindwa. Mwalimu, tukimalizia ni vizuri kwamba tukumbuke ya kwamba Mungu alitupea mwanawe ili kwamba Mungu alimtoa mwanawe pekee ili watakao muamini wasipotee mbali wawe na uzima wa milele. Lakini hata hivyo ili watakao muamini, si kila mtu. Kuna kauli mbio lazima kwanza tuweze kumwamini Yesu. Kwa hivyo mwalimu, kwa leseni tulizotangulia kusoma zilikuwa zinasema heri tupitie katika vita tukiwa tumemvaa Kristo kuliko tupitie bila yeye. Sababu tukipita na yeye bila shaka hakika yake tutaweza kufanikiwa na kuvishinda vita, kama vile tunaona wana wa Israeli walipokuwa wanamvika Kristo ama walipokuwa wanamtegemea Mungu kwa vita zao walikuwa wanashinda, lakini wakienda bila Mungu walikuwa wanashindwa. Kwa hivyo ndugu zangu, ni vyema tumtegemee Yesu Kristo, tunjivike Kristo ili tuweze kushinda mwovu na ila za shetani
na ndiye tumaini letu lenye baraka. Mwalimu, umezungumza kumtegemea Kristo, nikawa nakumbuka wimbo fulani tu hapa katika nyimbo za Kristo ambao unaimbwa kumtegemea Kristo. Mwalimu, wimbo nambari 129 katika nyimbo za Kristo ni kumtegemea Mwokozi, ambao unaimbwa hivi mwalimu: kumtegemea Kristo, kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa, kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu na mwamini, nimemwona dhabiti. Yesu yu dhamani, ahadi zake kweli. Mwalimu, kwa hivyo tunaona kukubali neno lake nina raha moyoni. Kwa hivyo lazima tuweze kumtegemea Kristo ili tuweze kuwa na raha moyoni, ili huyu Yesu aweze kutupigania vita. Natumai popote ulipo unazidi kubarikiwa. Mwalimu, tutatamatishia kwa ombi. Tuweze kuomba. Asante Bwana, asante kwa kuwa pamoja nasi. Ewe Mungu uliowapigania wana wa Israeli, uliowaongoza jangwani, uliowajalia mema na kuweza kuwalinda kwa vyovyote vile, tunaomba ukae pamoja nasi pia wasafiri wa siku ya leo. Ukae pamoja nasi, tuvukishe hili jangwa la siku hili la maisha ya kisasa. Kawe pamoja nasi, tupe Roho wako aweze kutuongoza katika neno, aweze kutupigania, sababu sisi kivyetu ni viumbe dhaifu tu na hatuwezi lolote. Tunaomba ukatuongoze kwa na wasikilizaji wetu, katutimizie kila mmoja kwa majaliwa yako kwa vyovyote vile anavyokuhitaji. Sisi wote tunakutegemea, wewe ndio Mungu wetu. Kawe pamoja nasi, na katika jina lake Yesu Kristo naomba pia na kuamini. Amina.